Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ashurafa. Tukiendelea na tafsiri ya Qur'ani, leo tutaisoma suratul Qalam au maarufu sura inayoitwa Nun. Na sura hii kwa mpangilio wa sura za msahafuni ni sura ya 68, yani kwa mpangilio wa sura kama msahafu ulivyopangwa, ni Baqara kuanzia suratul Fatiha, Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Tauba, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim na kuendelea. Na kwa mpangilio wa kuteremka, hii itakuwa ni sura ya 4 au ya 3. Ni sura ya 4 kwa mpangilio wa kuteremka. Aya zake ni 52. Sura ya nyuma ambayo ni Mulki ina aya 30, hii ina aya 52. Katika sura hii kuna maudhui 5 zimezungumzwa. Maudhui ya kwanza ni kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 4, na maudhui ya pili ni kuanzia aya ya 5 mpaka aya ya 16, na maudhui ya tatu ni kuanzia aya ya 17 mpaka aya 33, na maudhui ya 4 ni kuanzia aya ya 34 mpaka aya ya 41, na maudhui ya 5 ni kuanzia aya ya 46 mpaka aya ya 52. Allah kaanza na sura hii na herufi ya mkato Nun, na bila shaka sura hii itakuwa ni sura ya mwisho kuanzia na mfumo kama huu, Nun wal qalami wama yasturun. Nini maana yake herufi hii? Allahu a'lam bimuradihi, Allah ndo anaojua makusudio yake. Wal qalami wama yasturun, na hapa na peni na kile kinachoandikwa au kile wanachokiandika. Hiyo Nun au herufi kama hizi zina maelezo mengi sana ya wanazuoni, lakini mimi sitaki nieleze kutokana na wakati tuliokuwa nao. Nitaiacha kama ilivyo. Huenda tukipata wasaa katika masiku atakayokuja tukaweka darasa yake peke yake, tukaeleza herufi hizo tu peke yake, huruful muqatta. Kwa sababu wanazuoni wamegaika madhehebu matatu katika kuzitafsiri hizo herufi. Halafu tukija wal qalam, na hapa na peni, wama yasturun, na kile wanachokiandika. Kanuni ya kiapo katika Qur'ani, Allah akiapia na kitu, basi ujue kile kitu ni kikubwa, na jambo ambalo limemfanya mpaka Allah akaapa pia ni kubwa. Limadha? Lianna Allaha adhimun la yuqsimu illa bil adhaimi, kwa sababu Mwenyezi Mungu mkubwa na haapi isipokuwa kwa vitu vikubwa vikubwa. Ukubwa wa peni, utukufu wa peni, maajabu ya peni, kila mtu anafahamu. Inatosha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kiumbe cha kwanza au kitu cha kwanza kuumbwa katika ulimwengu. Peni ni kitu cha kwanza kuumbwa. Allah kwanza ameumba peni kabla hata binadamu, malaika, majini
wanyama, arshi ya Mwenyezi Mungu, hiyo pepo, moto, mbingu. Hii peni ndio kitu cha kwanza kuumbwa, hii peni, kalam. Sasa hapa usije ukaja ukafikiria labda hiyo peni iliyoumbwa mwanzo iko sampuli gani, urefu wake iko vipi, unene wake iko vipi. Utakuja kuingia kama kile kipengele tulichokizungumza jana, kuitumia akili yako kwa vitu ambavyo hiyo akili haina uwezo. Ni sasa kwenye uzani ukapima bodaboda, baada ya kupima mbatata za kilo 2.5 wewe ukaenda kuipima bodaboda, hatima yake mezani yote ikapasuka. Kwa sababu gani? Umeibebeshea mzigo ambao si size yake. Sasa peni ni kitu cha kwanza kuumbwa. Allah akaiambia peni uktub, andika. Taban baada ya kuumbwa peni, Allah akaumba lauhul mahfudh, ubao ule. Peni ikaanza kuandika makana wa ma sayakunu ila qiyam saa, mambo ambayo yametokea huko nyuma na mpaka atakayotokea baadaye, mpaka kiyama kitasimama. Peni ina mambo mengi sana, peni ina mambo mengi sana. Niliwahi kuzungumza katika baadhi ya hutuba zangu ambazo zimewahi kusajiliwa katika television au mtandao, channel ya Riyadhi. Hutuba hiyo ina tafsiri hii aya tu, nun wal qalami wama yasturun. Mkitaka mnaweza mkaandika YouTube anwani inayosema utukufu wa kalamu, utukufu wa kalamu. Ukiandika hivyo tu hiyo hutuba utaipata, utapata kuona maajabu ya kalamu. Hapa si wakati wa kurefusha mazungumzo. Kwa peni Allah ameyapia, inatosha kuwa ni utukufu. Idha aqsama al-abtalu yawman bisayfihim wa amwaluhum mimma yaksibu al-majda wal-karam kafa qalamul kuttabi izzan wa rif'atan lada ad-dahri anna Allah aqsama bil-qalam. Allah kaapa na peni. Sasa wanazuoni katofautiana, hii peni gani? Wapo waliosema ni ile peni ambayo Allah kaiumba mwanzo, na wapo waliosema peni iliyokusudiwa hapa ni ile inayotumika katika kuandikia wale malaika wawili Raqib na Atid, mema na maovu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Na wapo waliosema kwamba peni iliyokusudiwa hapa ni mutlaqul qalam, ni peni yoyote, peni yoyote. Na tukizungumza peni, hatuzungumzi peni labda iwe hivi imekaa kama hivi katika shakli hii. Hata photocopy inaingia katika jamii ya peni. Atibae photocopy ile inaingia katika jamii ya peni. Kwa hiyo Allah ameapa na peni kwa sababu peni imefanya maajabu makubwa. Huu msahafu kama si kazi ya kalamu tusingeweza kusoma. Hadithi za Bwana Mtume kama si msaada wa kalamu tusingesoma, kwa sababu hayo yote yalikuwa kihifadhiwa tu mwanzo katika vifua. Qur'ani imehifadhiwa, hadithi za Bwana Mtume zimehifadhiwa, na masomo hayo nahwu, sarafa, balagha, sarfa zimehifadhiwa. Ilikuwa hakuna mambo ya vitabu hasa. Lakini wanazuoni waliokuja baadaye kwa kutumia kalamu, msaada wa kalamu, ndo wakaweza kutunga vitabu vile, na elimu zile zikatufikia sisi mpaka leo, tukawa tunaweza kusoma kwa urahisi kabisa. Hapo ndo Allah anasema alladhi 'allama bil qalam, mtaja Mwenyezi Mungu ambaye amemfundisha mwanadamu kwa kupitia msaada wa kalamu. Msaada wa nini? Wa kalamu. Kalamu ina mambo mengi. Halafu wama yasturun, na kile kinachoandikwa. Kinachoandikwa ni kipi? Tukisema kwamba kalamu ni ile iliyoumbwa siku ya mwanzo, yasturuni itakuwa ni yale yaliyoandikwa katika lauhi mahfudh. Ukisema kalamu ni ile ya Raqib na Atid, yasturuni itakuwa yale yanayoandikwa katika mema na maovu. Na ukisema kalamu ni yoyote tu, basi yasturun itakuwa ni maandishi yoyote yaliyoandikwa yataingia hapo. Aya ya kwanza imemaliza, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jawabul qasam, jawabu ya kiapo. Allah anasema hukuwa wewe Muhammad kwa neema ya Mola wako mwendawazimu. Neema ya Mola wako ipi? Ya utume, kwa sababu mtume kupewa kwake utume ni neema, na ni neema kwetu sisi pia vile vile.
laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, katika sura Ali Imran. Ni neema kubwa hii kuletewa mtume. Kwa hiyo neema iliyokusudiwa hapa ni neema ya utume. Ma anta, hukuwa wewe, bi ni'mati rabbika, kwa hii neema ya Mola wako, bimajnun, mwandazimu. Hukuwa ni mwandazimu wewe. Kwa nini akasema maneno haya Allah? Kwa sababu makafiri walimwambia Mtume Muhammad kwamba yeye ni mwandazimu. Na hakuambiwa mwandazimu tu, alipewa majina chungu mzima. Mtume kaitwa mchawi, mwandazimu, muongo, kishikio, mchawi, kohani. Na haya majina yamekuja kwa mpangilio, lilianza hili, likaja hili, likaja hili, likaja hili, likaja hili, mwisho wakachukua hili la uchawi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kule amesema wama sahibukum bimajnun, wama sahibukum bimajnun. Hakuwa huyu rafiki yenu mwenzenu ni mwandazimu. Pale kwa nini Allah siseme wama Muhammadun bimajnun? Hakuwa Muhammad mwandazimu, ametaja sahibukum. Nini maana sahibukum? Mwenzenu. Manake huyu ambaye mnamuita mwandazimu sio kama hamumtambui hivyo, mnamjua, mumeishi naye, mnakaa naye na mnafahamu kwamba huyu si mwandazimu. Manake sahibukum mnamtambua vizuri, ni mtu ambaye mnaishi naye, si mtu mbali kwamba labda hamumtambui hivyo, mnamjua vyema, bali tu mnajitia pambani. Ndo Allah akasema wama sahibukum, hakuwa huyu rafiki yenu. Manake huyu ni rafiki yenu huyu. Leo mnamuita chizi, alafu kesho anakuja Muhammad, naomba unihifadhie mali zangu hizi. Sasa mtu ambaye unampelekea wewe pesa zako akuhifadhie, bila shaka atakuwa ni rafiki yako. Sasa Allah akasema wama sahibukum, bado ni rafiki yenu huyu. Maana leo mnamuita mwandazimu, kesho mnamletea pesa zenu akamatieni. Haya, mwandazimu kupata vipi? Kama mwandazimu mngemletea pesa, ni rafiki yenu huyo. Wama anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Unao wewe Muhammad ujira usiokatika. Utapata wewe Muhammad ajran, ujira, ghaira mamnun, usiokatika. Tafsiri ya kwanza ghaira mamnun, usiokatika. Tafsiri ya pili ghaira mamnun, usiokuwa na masimbulizi, usiokuwa na manyanyapayo, kunyanyapaa, kusimbulia. Na zote zinatumika katika Qur'ani. Manna maana yake amesimbulia, na manna maana yake kitu kimekatika, kimekuja katika. Kwa hiyo ghaira mamnun bi maana ghaira maqtu'in, ujira usio katika, maana yake ujira endelevu. Lakini ghaira mamnun, ujira ambao hautokuwa na masimbulizi ndani yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala yunfiquna amwalahum, katika sura al-Baqara akataja neno mannan wala adha. Mannan wala adha ni wale ambao hawatoi mali zao mannan, kwa kusimbulia, kwamba mtu unampa alafu unamwona ule, ile kanzo yenyewe mmempa mimi yule, asijiringishe. Ile kofia yenyewe mmempa mimi yule, hana lolote yule. Ndio masimbulizi haya. Sasa siku ya kiyama hakuna mtu kusimbuliwa. Na hii hasa inakuja kwa wale ambao walikuwa makafiri mwanzo alafu wakaslimu. Usije ukasema huyu alikuwa kafiri, huyu alikuwa mkaidi kweli kweli, huyu alitutesa sana huyu. Wewe mwenyewe ulikuwa kafiri, unaabudu masanamu hapa. Hii kuingia peponi ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu tu. Hamna kusimbuliwa. Kwa hiyo ghaira mamnun, usiokatika ujira, au ghaira mamnun, usiokuwa na masimbulizi. Wa innaka la ala khuluqin azim, na wewe Muhammad uko juu ya tabia njema. Hapa kuna taukidi nyingi sana, msisitizo. Inna taukidi ya kwanza, la hiyo lamul muzahlaqa ni lamu taukidi ya pili, halafu kuweko na neno ala. Allah hakusema wa innaka la fi khuluqin azim, akasema la ala. Wanazuoni wakasema, Salmanul Auda anasema yani kama kwamba zile tabia njema ni mnyama, halafu bwana mtume kapanda juu ya mnyama yule, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu kitumia neno ala yufidu atathabbut, maana yake kile kitu umekishikilia vizuri kweli kweli. Ndio maana Allah akasema inna firauna ala fil ardi,
ala ya kitendo ile. Hakika Firauni amekuwa ametakabbar katika ardhi, manake wale watu wake wale anawatesa amewadhibiti kweli kweli, mpaka alipokuja Musa ndo akaweza kuwakomboa. Mshairi anasema innal adhaima kufuha aludhama, mambo makubwa solution yake ni watu wakubwa kama Nabii Musa alayhi salam. Kwa hiyo kuwepo kwa ala msisitizo, halafu khuluqin kuja kwa jumlatul ismiya, kuja kukutajwa kwa ismun pia pana msisitizo. Niliwahi kutaja hapa kwamba jina lina nguvu kuliko kitendo. Ili utilie msisitizo mazungumzo yako, tumia jina, usitumie kitendo. Jina lina nguvu kuliko kitendo, na kama unatumia kitendo basi kitendo cha madhi kina nguvu kuliko kitendo cha mudhari. Na ndio maana tukasema katika kuozesha tunatumia fi'lu madhi, zawajtuka. Huseme uzawijuka, zawajtuka. Unatumia ile kitendo ambacho kina msisitizo. Kwa hiyo hii hapo khuluqin adhim, uko juu ya tabia njema. Bwana Mtume ana tabia njema, na tabia njema ndio msingi wa kila kitu. Mshairi mmoja anasema wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Watu hasa ni tabia bwana, lakini tabia zikiondoka na usalama wa watu utaondoka. Kuna mmoja aliulizwa na mfalme katika wafalme watawala wa Daulatul Abbasiyya, baba yako ni nani? Mtoto aliulizwa baba yako ni nani? Yule mtoto akasema ana ibnul akhlaq, mimi ni mtoto wa tabia njema. Yani baba yangu ni tabia njema. Haina maana kwamba alikuwa anaitwa fulan ibni akhlaq, alikuwa na babake, lakini yeye akataka kufikisha ujumbe kwa namna hii. Sawa, ana ibnul akhlaq, mimi ni mtoto wa tabia njema. Yule mfalme akasema neema ma nasabtahu anta, ni mtu bora ambaye umejinasibisha naye. Kama babako ni tabia njema, bila shaka wewe utakuwa ni mtu bora sana. Halafu akatamka maneno ya ushairi akasema innal fata man yaqulu ha ana dha laysa alfata man yaqulu kana abi. Mwanzo anasemaje? kunibna shita waktasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi laysa alfata man yaqulu inna alfata man yaqulu ha ana dha laysa alfata man yaqulu kana abi. Anakuambia kunibna shita, wewe kuwa utakavyokuwa wewe, lakini iktasib adaban, kuwa na tabia njema, kuwa na adabu. Yughnika mahmuduhu anin nasabi, jambo hilo litakuwa ni bora kuliko kujifaharisha na nasaba. Innal fata man yaqulu ha ana dha, kijana ni yule anayesema mimi. Laisa alfata man yaqulu kana abi, na sio kijana yule ambaye anasema babangu alikuwa, babangu alikuwa, babangu alikuwa shekhe, babangu alikuwa hivi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Hao ni watu ambao washapita, habari zao zimeshapita. Wana mambo yao waliyachuma, na nyinyi mna mambo yenu ambao mnayachuma, na wala hamtaulizwa kuhusu wao, mtaulizwa kuhusu nyinyi. Tabia njema. Yani hii aya kama tungejalia kuifanya ni muhadhara mzima kwa siku ya leo, basi ingetosheleza. Al-akhlaq, katika kitabu ambacho kinapigwa vita sana na masalafi, kitabu cha Maulidi ambacho ndani yake ndio tunaambiwa kuna shirki, kuna mambo ambayo ametaja katika mlango wa 8, kwa sababu katika mlango wa kwanza mlango wa 7 mwandishi wa kitabu Sahibul Barzanji ametaja sifa za bwana mtume, na mlango wa 8 kataja sifa za bwana mtume, lakini tofauti. Sifa zilizokuwepo katika mlango wa 7 ni sifa za kimaumbile. Alikuwa si mrefu si mfupi, si mnene si mwembamba, nywele zake nyeusi sana, si mweupe pepe. Lakini katika mlango wa 7 ndio kwenye vitu vya kuchukua sasa. Anaelezewa tabia za mtume, sifa za mtume za kitabia. Anasemaje? Kana sallallahu alayhi wasallam shadid alhaya'i wattawadhu yakhsifu na'lahu wa yarka thawbahu wa yahlibu shatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbu alfuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum
wa yaudu mardhahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adfa'ahu al-faqru wa ashwahu wa kana yumazihu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah wa yardahu. وها هنا وقف جواد المقال على اضطراد الحلبة البيانية وبلغ ضاغن الإملاء في من فذافذ الأمر منتهى. عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد صلاة وتسليم. Allah, mambo kama haya kweli ni ya kupingwa? Sifa kama hizi tulizozitaja zote ni za kuzipiga vita. Yani wewe ina maana hujaona maadui wako wa kuwakaa ukawasema zaidi ya Waislamu? Kuna watu kibao kwa makafiri kanisani, tuanze nao kwanza tuwalinganie. Basi anasema kana sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana mtume shadid alhayai watawadhu, ni mwenye haya na mnyenyekevu. Alikuwa akiwapenda maskini, akikaa nao maskini, anawatembelea wagonjwa, anasindikiza jeneza. Alikuwa hamdharau maskini. Bwana mtume alikuwa anatia kiraka nguo zake, alikuwa si mtu mwenye kujiona. Bwana mtume alikuwa anakama mwenye mbuzi wake, si mtu wa kutuma watu kwamba fanya hivi fanya hivi, yeye mwenyewe. Hivyo ndo alivyo bwana mtume. Al-akhlaq abil akhlaq la abali siwahu idha iftakharu biqais au tamim. Mshairi anasema babangu mimi ni tabia njema, sina baba zaidi yake. Waache wengine wajifaharishi na wazee wao. Akina Farazdak na Mutanabbi na Jarir, ulaika abai fajini bimithlihim idha jama'atna ya Jarirul majami'u. Yeye anasema ulaika abil akhlaq, babangu mimi ni tabia njema, sina baba mwingine. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Hiyo ni paragrafu ya kwanza. Na maudhui ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia habari za Makuraishi. Anasema fasatu bisiru wa yubisirun, karibuni utaona na hao makafiri wataona. Yani karibuni utajua wewe Muhammad na wao watajua. Wewe utajua nini na wao watajua nini? Yani watajua ukweli. Manake simko katika mizozo. Jana tumetaja katika tafsiri ya Mulki, makafiri wanajiona wao katika haki, wanamwambia bwana mtume kapotea, na mtume anasema nyinyi ndio mmepotea. Kila mmoja anajitapa. Sasa Allah anamwambia fasatubisiru, utakuja kuona na kufahamu ukweli ewe Muhammadi. Haina maana kwamba hapa hufahamu ukweli, maana yake unaufahamu lakini utakuja kufahamu zaidi hiyo siku ikifika. Wayubisirun, na hawa makafiri watakuja kufahamu ukweli. Biayikumul maftun, nani kati ya nyinyi aliyepata matatizo ya fitna, aliyefitinishwa? Nani aliyepata mtihani wa fitna kati ya nyinyi Waislamu na hawa makafiri? Nani aliyeshinda na nani aliyeshindwa? Almaftun, aliyepata fitna. Madai ya Makuraishi kwa mtume ni kusema kwamba bwana mtume ni mwendazimu. Ndio akasema ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yani makafiri wanamuita mtume ni mwendazimu. Lakini cha ajabu hapa, kwa nini Allah akatamka neno maftun aseme majnun? Kwa vile mazungumzo yameanza na yani mjadala kati ya mtume na Makuraishi ilikuwa ni majnun 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 majnun, ijapokuwa bwana mtume alikuwa hawarejeshei. Yani makafiri wakimwambia bwana mtume wewe majnun, bwana mtume alikuwa hawaambii na nyewe majnun vile vile. Lakini mjadala ule ukwepo ni mjadala wa uandazimu, kwamba Makuraishi walikuwa kimuita bwana mtume nani? Mwandazimu. Sasa asili Allah arejeshe mazungumzo kwa mfumo ule ule ambao umeanza mwanzo, aseme fasatubisiru wa yubisirun biayikumul majnun. Iwe hivyo ndo asili. Karibuni utajua na wao watafahamu nani kati yenu aliyekuwa mwendazimu. Si wewe wanakuta mwendazimu. Sasa karibuni ukweli utajulikana ni nani mwendazimu. Sijui umeelewa? Sasa Allah hajatamka majnun, akatamka almaftun kwa lengo lake la kwanza. Laiti Allah ingetumia neno majnun, kwanza kungekuwa kuna dosari katika maneno ya Qur'ani, halafu ingekuwa bwana mtume anawaita makafiri ni nani? Ni wandazimu.
Sasa ikiwa bwana mtume atawaita makafiri ni wandazimu, na yeye ndo ana kazi ya kuwalingania, sasa ilikuwa haina haja kuwalingania. Sasa atawalingania wandazimu. Sasa wewe unamlingania mwandazimu, unatarajia nini tena? Atakukubalia? Sasa ingesema kwamba nyinyi ndi wandazimu, ingewajibu bwana mtume, makafiri wangepata hoja. Sasa kama sisi ni wandazimu, kwa nini unatulingania? Sijui umeelewa? Ndio maana Allah hakusema bi ayyikumul majnun, nani aliyepewa uandazimu. Lakini sababu ya pili kutumika neno almaftun inakuwa inakusanya mambo yote. Laiti ungesema almajnun ingekuwa ni sifa moja tu ya uandazimu, lakini ayyukumul maftun, ayyikumul maftun, nani aliyepewa mtihani? Kwa sababu fitna maana yake ni mtihani pia vile vile. Nani aliyepewa mtihani? Sasa ukisema mtihani, aya hii itakusanya kila kitu. Ikiwa ni wandazimu ni mtihani, ikiwa uchizi ni mtihani, ikiwa kutokubali haki pia ni mtihani huo. Kwa hiyo kusema nani kati yenu aliyepata mtihani ni neno ambalo linakusanya vipengele vingi, ambavyo vipengele hivyo vilitakiwa vitajwe katika aya hii. Bi ayyikumu almaftun, inna rabbaka huwa a'lam. Halafu akasema hakika mlezi wako yeye a'lam, ndiyo anayejua zaidi, biman dhalla an sabili, yule ambaye amepotea zaidi kuiacha njia ya haki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, na yeye Allah ndio anemjua zaidi aliongoka, sio nyinyi. Allah ndio anemjua. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msijitukuze, yeye ndio anemjua mbora nani. Fala tuti'il mukadhibin, kwa ajili hiyo sasa achana na hawa wenye kukadhibisha, usiwatii wenye kukadhibisha. Waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani makafiri hawa uwafanyie ulaini katika hii dini ili na wao wakufanyie ulaini. Maana yake uwafanyie ulaini ili na wao wakufanyie nini? Wakufanyie ulaini. Nini maana aya hii? Ukisoma katika kitabu cha Khulasat Nuril Yaqin, Sheikh Habib upo, wewe ndo unasomesha kitabu hicho, mlango unaosema matalibu Quraish linnabii, mambo wanaoyataka makuraishi kwa mtume, utapata mada hii, waddu law tudhinu fayudhinun. Kwa sababu makuraishi hawa baada ya kumtesa sana mtume, baada ya kuwaudhi maswahaba, mwisho alikaa akasema hivi tutampiga vita bwana mtume, tutamtesa mpaka lini? Hebu tutumie vita vya kifikra, vita vya kiakili, almufawadhat. Tuende tukakae na bwana mtume, tuzungumze naye, tujue nini anataka, tunasia tumwambie nini tunataka, tuwe kitu kimoja, tukubaliane. Sawa, ni rai nzuri. Wakatoka vigogo vya makuraishi. Lakini kabla ya kutoka kundi mmoja akasema, jamani, hebu tumchague mtu fulani ambaye tu Utba kama ni Walidi, aende akaongea na bwana mtume kwanza, kwa sababu yeye ni mtu fasaha wa kuongea, halafu ni mtu ambaye yuko jamaa na mtume, anaweza akasikilizwa akakubalika. Yule jamaa akenda akamwambia Muhammad, nina mazungumzo na wewe. Zungumza. Akamwambia, wewe Muhammad ni katika jamaa zetu. Angalia alipoanza kuzungumza, wewe ni katika jamaa zetu na ni katika watu wangu wa karibu, lakini wewe umewaletea watu wako jambo la ajabu. Farakta jamaahum, umetenganisha. Wasafahta ahlamahum wa alihatahum, ukatukana miungu yao. Sasa hebu nisikilize hichi ninachotaka kukwambia. In kunta turidu mala, ikiwa unafanya hii kazi ya dawa lengo lako upate pesa, jamaana laka almal hatta takuna aktharana malan, tutakusanya mali sisi, tutakupa wewe mpaka utakuwa tajiri kuliko sote. Wa in kunta turidu sharafan sawadnak, ikiwa unataka utukufu tutakupa uongozi. La nahkum illa bi ra'yik, hatuhukumu isipokuwa kwa rai yako. Ikiwa una shida na mwanamke, tutakupatia mwanamke mzuri unayemtaka, chagua. Nani unamtaka katika mji wa Maka? Ikiwa haya ni matatizo ya kijini ambayo yamekupata wewe ya kishetani, sisi hatuna uwezo wa kutibu mashetani. Talabna laka tabibun sayu'aliju, tutakutafutia daktari atakutibu. Sasa tuambie unataka nini? Muhammad akamsikiliza, akamwambia ushamaliza? Ndio ushamaliza. Sasa nisikilize mimi. Faqara alayhi surata Fussilat, mtume akamsomea suratu Fussilat.
Alipoisoma sura Fusilati ikaingia imani katika moyo yule jamaa. Wale huku vijana wazee wanamsubiri arudi alete majibu, wanakuja kumpata mtu anarudi mnyonge hivi, utafikiri ndege aliomiminiwa maji. Wakaambia haya tuambie. Akamwambia sikilizeni jamani, acheni masiara yote, yule Muhammad yule ni mkweli na maneno anayoyazungumza ni maneno ya kweli. Wallahi yale si maneno ya ushairi kama mnavodai, wala Muhammad si mwandazimu, wala si maneno ya kohani, wala yale maneno ni ya Mwenyezi Mungu hasa. Wala wakasema subhanallah, tushamkosa huyo, tushamkosa. Sisi tulitarajia. Kisa kirefu ikenda mpaka mwisho ile jamaa akakataa kusilimu, akatiwa maneno akawa hajaamini tena, na ilikuwa bado kidogo tuamini. Unaona habari zake zitakuja mbele hapo. Baada ya kufeli kwa rai ya mtu mmoja huyu, itabidi sasa wamfuate kwa wote. Sasa twenzetu ni sote, usikashindwa, twenzetu ni sote. Wakaenda pale kwenye kitabu cha Khulasa, wakasema, anasema hivi, wa talabu minhu an ya'buda alihatahum wa ya'budu alihahu fa anzala Allahu suratal kafirin. Yani walivotaka wao kwamba wamwabudu Mungu wa Muhammadi na Muhammadi aabudu miungu yao masanamu, halafu iwe hamna ugomvi kati yao, iwe wanaishi vizuri tu kwa upendo. Ndio alivyotaka. Hivyo ndio ilivyokuja katika kitabu cha Khulasa. Akasema Allah akateremsha suratul kafirun, na ndio maana baada ya kushuka suratul qalam ikashuka suratul kafirun. Au kama kuna gepu sio kubwa, gepu ndogo ile kuwepo baina suratul qalam na kafirun, maana yake maudhui zake ndio hizo na suratul mudaththir. Kwa hiyo tufanye zamu katika ibada, unakuja kwetu na sisi tunakuja kwako. Lakini ile ibada ya zamu kwa zamu katika kitabu cha Khulasa kile hakijaelezewa, lakini ukisoma katika baadhi ya vitabu walianza na bei ndogo ndogo, halafu baadaye wakaja na bei kubwa. Walianza vipi? Kwanza wakasema, ewe Muhammad, tutakubali kuingia katika dini yako, lakini tufanye ibada kwa zamu. Kivipi? Na'budu rabbaka yawman wa ta'bud alihatana yawman. Tunaingia msikitini kumwabudu Mola wako siku moja, na wewe unakuja kwetu siku moja, iwe siku kwako siku kwetu, zamu kwa zamu. Muhammad akakataa, sema hilo haliwezekani. Wakampandishia bei kidogo, wakazidisha, wakamwambia basi na'budu rabbaka usbu'an kamil wa ta'bud alihatana yawman. Tuko tayari kumwabudu Mola wako wiki nzima, wewe njoo siku moja tu. Muhammad akakataa. Baadaye wakampa ofa nyingine, wakamwambia tuko tayari kumwabudu Mola wako mwezi mzima, wewe njoo siku moja tu. Muhammad akakataa. Wakenda zao. Wakakaa, baada ya siku wakaja tena. Wakasema, ewe Muhammad, tumekuja na ofa, tafadhali usije ukaiacha ofa hiyo. Ofa gani? Tuko tayari kumwabudu Mola wako mwaka mzima, wewe njoo ufanye ibada katika masanamu siku moja tu basi. Muhammad akakataa. Hapo Allah mwenyewe ndo akaingilia kati, kigongo kinashuka hicho. Qul ya ayyuhal kafirun, sema ewe Muhammad kuambia hawa makafiri, la a'budu ma ta'budun, siko tayari kuabudu mnachokiabudu nyinyi. Mwisho wa aya, lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Mnataka kuingia katika Uislamu, uingieni Uislamu mzima mzima. Udkhulu fi silmi kafa, uingieni Uislamu mzima mzima. Afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd, mnataka baadhi na mengine mnayaacha. Ala, ingieni wazima wazima. Mwenye kitabu akasema, falamma aisu talabu minhu an yusqita min alqur'ani alkarimi ma yaghidhuhum an dhammi alihatihim wa ibadatihim, fa anzala Allahu jawaban lahum, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Walipoona ile imefeli, wakamfuata tena, wakamwambia basi sisi tuko tayari kuingia katika dini yako, lakini hizi baadhi ya aya katika Qur'ani tuzitoe. Zile aya ambazo zinasema vibaya miungu yetu, zinasema kwamba ibada ya masanamu ni ibada ya wapotofu na nini, zibakishe zile aya nzuri nzuri. Aya nzuri ndio zipi?
yani aya zinazozungumzia mambo ya visa, yani kisa cha Ashabul Kahfi, kisa cha Nabii Yusuf, kisa cha Nabii Adam, aya za pepo, aya za moto zitolewe, aya za pepo, mahuru na aini, hizo ndio aya zibakishwe. Hizo aya hizo nzuri, hata tuzipingi sisi, lakini kusema kwamba fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumudh dhakar wa lahul untha, toa zote. Kikashuka kigongo chengine, qul ma yakunu li, Muhammad, hebu ambia watu wako, ma yakunu li, haikuwa kwangu mimi Muhammadi, an ubadilahu, kuibadilisha hii Qur'ani, min tilqai nafsi, kwa mapenzi yangu mwenyewe, in attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi ninafuata kile ninacholetewa. Wakarudi zao. Sasa hii hapo, baada ya kutoa maelezo hayo kwa ufupi, ndo Allah anasema waddu, wanatamani makafiri, la utudhinu, laiti Muhammad katika dini yako ungefanya ulaini kidogo tu, fayudhinun, na wao wakafanya ulaini. Hiyo chance wanaitaka, ndio ile kwamba tuko tayari, lakini toa hii uwafanye ulaini, wanataka. Allah akasema fala tuti'il mukadhibin, usiwatii wenye kukadhibisha. Maana yake almukadhibin jamia, wale wote makuraishi waliojipanga wafuate mtume. Waddu la utudhinu fayudhinun, hayo ilikuwa ni mazungumzo kwa makafiri wote. Sasa Allah anakuja na mazungumzo yanamhusu mtu mmoja tu, kafiri mmoja tu, akasema wala tuti kulla halafin mahin, wala usimtii yule ambaye ana tabia ya kuapa hapa sana. Halafu mahin ni mtu ambaye ni dhalili, anakusudiwa Al-Walid ibn al-Mughira, yule kama ni Utba au Walidi na nani alikaribia kuslimu, halafu baadaye akafuata rai za makafiri, akawa hajaslimu tena, akaanza kusema Uislamu kwamba ule ni uchawi, hauna haki ndani yake. Kazungumzwa katika sura Mudaththir. Allah asema dharni wa man khalaqtu wahida, niacheni na huyu ambaye kaumbwa peke yake, waj'altu lahu mala mamduda, nikamjalia mali nyingi, wa banina shuhuda, na watoto wengi wenye kushuhudiwa, wa mahatu lahu tamhida, nikamtengenezea mazingira yake ya kimaisha, pesa ikawa ni rahisi kwake yeye. Thumma yatma'u an azid, pamoja na kumjazia mali zake bado anataka azidishiwe, tuwapewe tena na tena, tamaa wa kupenda mali. Kalla, sivyo hivyo, innahu kana liayatina anida, yeye alikuwa ni mwenye kufanya inadi kwa aya zetu. Innahu saurhiquhu sauda, nitakuja kumuingiza katika moto wa saudi. Innahu fakara wa qaddar, kwani yeye alifikiria halafu akakadiria, akatoa jawabu. Fakutila kaifa qaddar, akaja akaangamia kwa namna alivyotoa jawabu. Thumma kutila kaifa qaddar, ikisha akaangamia kama alivyokadiria. Thumma nadhar, kisha akakaa akaangalia. Thumma abasa wa basar, kisha akakunja uso na akapanyongo. Thumma adbara wastakbar, kisha akapinga mazungumzo ya Qur'ani na akafanya kiburi. Akasemaje? In hadha illa sihrun yuthar, Qur'ani ya Muhammad ni uchawi. In hadha illa qaulul bashar, maneno tu ya binadamu. Sa uslihi saqar, nitakuja kumuingiza katika moto. Sasa aya hizi ndio zinamzungumza huyo Al-Walidi. Allah asema fala tuti almukadhibin waddu law tudhin fayudhinun wala tuti kulla halafin mahin, wala usimtii yule mwenye tabia ya kuapa hapa. Yani halaf ni sighatul mubalagha, maana yake anaapa katika jambo ambalo halistahiki kuwapa na linalostahiki kuwapa katika wakati wake, na jambo dogo na kubwa, maana yake anaapa tu. Halafu mahin, dhalili. Lakini hii sifa ya dhalili itakuja kuelezewa mbele huko, na hapa ametajiwa sifa zake 9 zimetajwa hapa, sifa 9 zimetajwa za Walidi. Hamazin, ni msengenyaji. Mashaim binamim, kazi yake ni kwenda kwa ajili ya kufitinisha watu, sifa zake anafitinisha watu. Manna'in lilkhairi, mbahili. Mu'tadin, ni mwenye kuchupa mipaka katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Athim, mwenye kufanya madhambi. Utullin, mkavu, maana yake ana roho ngumu. Baada dhalika zanim, baada ya sifa zote hizi ni mtoto wa nje ya ndoa. Jamaa yule mwenye sifa hizi alivyosikia sifa zote akasema hizi zote za kwangu, wala sipingi, lakini sifa moja naipinga. Mimi mtoto wa nje ya ndoa, mimi hilo jambo siamini. Alikuwa hajijui, lakini Qur'ani ikamfichulia. Akatoka akaenda kumfuata mama yake na panga, nataka unaambia babangu nani? Akaambia, wewe huyo mwenye pesa tajiri wa Maka ambaye anajulikana, huyu si baba yako vo. Kwanza baba yako yenyewe alikuwa hana uzazi. Kwa hiyo nikamtafuta mtu wa mbali huko nipate mtoto wa kudhirisi mali zake, huyu mzee mchunga mbuzi huko porini. Ndio baba yako wewe, kwa taarifa yako upo. Mtoto wa nje ya ndoa.
zanin an kana dha malin wa banin, kwa kuwa tu Allah amempa mali ndio na watoto ndio afanye kiburi. Yani kwa sababu Allah kampa mali tu, Allah kampa uwezo tu ndio ana kiburi kweli? Kwa sababu ya pesa? Yani kwa sababu ya pesa ndio unyanyase watu. Idha tutla alaihi ayatuna, akisomewa aya zetu, qala asatirul awwalin, anasema ni visa tu vya uongo hivi watu waliopita. Sanasimuhu ala alkhurtum, Allah anasema nitakuja kumtia alama katika pua lake. Manake nitakuja kumdhalilisha, kwa sababu Waarabu pua wanatumia kama ni maudhi'ul fakhri, ni kitu cha kujifaharisha. Nitamdhalilisha. Lakini wengine wanasema hii ni ya uhakika sa. Na katika vita vya Badri huyu jamaa alikatwa pua yake, hajafa akakatwa pua yake, ikawa na alama anapokwenda na jeraha katika pua. Ndio sanasimu tutakuja kutia alama. Simatun manake alama, yuraful mujrimuna bisimahum, waovu wanajulikana kwa alama zao. Alipozungumza waumini, simahum fi wujuhihim min athari sujudi, katika nyuso zao kuna alama ya sijida, ya kusujudu. Sanasimuhu ala alkhutum, nitakuja kumtia alama katika pua lake. Baada ya hapo Allah akazungumza habari ya watu wengine kabisa katika visa vya watu waliopita. Inna balawnahum kama balawna ashab aljannati idh aqsamu la yasrimunha musbihin. Kulikuwa kuna mzee mmoja alikuwa akiishi katika nchi ya Antiokia. Alikuwa ni mtu tajiri sana, alikuwa si mbakhili, anatoa mali zake kuwapa maskini kila kipindi cha mavuno. Ameacha watoto watatu. Kabla hajafariki katoa wasia, jamani, mnajua kawaida yangu mimi wakati wa mavuno natoa mali zangu kuwapa maskini. Kwa hiyo jambo hili msije mkaliacha, liendelezeni. Sawa baba, tumekuitika. Mzee kafariki. Kilipofika kipindi cha mavuno, watoto wakakataa kutekeleza wasia wa baba yao, wakawazuia maskini, wakawa hawajawapa. Ndio habari inayozungumzwa. Allah asema inna balawnahum, hakika sisi tutakuja kuwapa mtihani hawa watu wa Makkah ambao wanapinga hawasikii la kuambiwa. Kama balawna ashab aljanna, kama tulipowapa misukosuko na mitihani na msiba watu wa bustani katika kisa kilichopita, katika watu waliopita. Idh, wakati ambao aksamu, wameazimia wakaapa, la yasrimunha musbihin, watakuja kulivuna shamba asubuhi na wawanyime maskini watakapofika katika wakati wa asubuhi, bila kuwapa maskini. Wala yastathnun, wala wasibague. Kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza maana yake basi hatakumtaja Mwenyezi Mungu wala kumuogopa Mwenyezi Mungu, hawajamuogopa kwa ubakhili ule. Na tafsiri ya pili maana yake wala siwabague baadhi ya watu, maana angalau wasema baadhi yao tutawapa, baadhi yao hatuwapi. Angalau wafanya hivyo kidogo itakuwa afadhali. Hawajambagua mtu, wote waliwanyima. Allah anasema fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun, bustani lile likazungukwa na mzungukaji asiyejulikana nani, lakini mzungukaji huyo anatoka kwa Allah. Maana yake akalizukia lile bustani, akalipiga moto lote, hali ya kuwa wao wako katika vitanda vyao wamelala, habari hawana. Fa asbahat kaswarim, ikasubuhi fa asbahat, likawa lile shamba kaswarim, ni kama msitu uliopigwa moto alafu yale majani yakakauka, au ni kama msitu au shamba lilokauka alafu baadaye akaja mnyama akakanyaga. Kaswarim, lile shamba manake likawa halitamaniki, mazao yote yametoweka. Fantalaqu fatanada musbihin, ilipofika asubuhi mapema wakaanza kuitana, wanaamshana. Fulani amka, Hamidi inuka, Muhammad inuka. Wanaamshana tayari kabla maskini hawajamka, tuanze tumkavune. Wakaanza kuitana, anirdu, tutokeni, ala harthikum, katika shamba lenu, tokeni mwende katika shamba lenu, in kuntum swarimin, bimaana kama nyinyi mmeazimia kuvuna bila kuwapa maskini, tokeni. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, wakatoka hali ya kuwa wananyemelea, wananyatia. Hii aya hii wanazuoni wanasema kwamba inaonesha wazi kwamba nyumba za matajiri au nyumba yao na nyumba za maskini zilikuwa haziko mbali. Kwa nini wanyemelee? Ina maana wanaogopa sauti zisije zikafika kwa katika madirisha kule, wakasikia wale wenyewe wanyemelea. Jamaa akijikwatwa atasikia. Kwa sababu nyumba zilikuwa haziko mbali kati ya nyumba yao na nyumba za maskini. Kwa nini wanyemelee sasa?
na usiku haonekani. Kwa hiyo wakasikia sauti, na maskini bwana akipewa miadi kwamba bwana ikifika tarehe fulani ni tarehe ya sadaka kwa mtu fulani, kwa tajiri fulani kuna sadaka, ikifika tarehe basi atasahau kila kitu, lakini tarehe hiyo haisahau. Tarehe hiyo haisahau. Mie na mzee wangu, bibi yangu mtu mzima kule Pemba, katika mtaa ambao wanakaa, kuna serikali ya mtaa ile inawapa misaada wazee wote wa mtaa ule. Basi mwenyewe atakwambia tarehe yangu haijafika bado, anaijua kiunaga ubaga, anajua ikifika tarehe hii tunapata msaada kutoka katika serikali. Anaenda anapewa chake, anarudi, atasahau kila kitu, lakini tarehe hii haisahau. Nani mtu mzima sana, umri wake mkubwa, lakini tarehe yangu haijafika bado tu haijafika. Ikifika anatutumana, nenda nikachukueni, nenda kuchukua. Hivyo ndio ilivyo. Basi maskini wale wanaijua tarehe ile, leo ndo tarehe yetu ya mavuno leo. Basi jamaa katoka alfajiri, fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin. Leo asijakaingia maskini hata mmoja hapa. Yani hii aya namna ilivyotumika, taukidi zilivyotumika, malaki leo hapa sijakaingia mtu hapa leo ndio hivyo ni sawa sawa. Vijana wamekaa harusini wanakula na plate ya wali, sahani mtu 4, akaja mmoja kachelewa, akataka kuunga pale, unaambia bwana tushatimia, na kuomba ondoka. Katumia lugha nyepesi tu, na kuomba ondoka. Halafu sikiliza na lugha nyingine, watu washaanza kula, afu unakuja kujipeleza, usije ukatia mkono wako hapo lugha tofauti. Sasa hii lugha iliyotumika hapa ndio ile ya pili, asija kaingia maskini hapa leo ndo alla yadkhulanna, nuni taukidi hiyo ya msisitizo, alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin. Tena hiyo miskinu imetiwa dhammatan, haijatiwa bure bure, hiyo sio pambo hilo. Manake maskini hata mmoja sijakagusa hapa leo miskinun, hata mmoja maana angalia ungesema alla yadkhulanna hal yawma alaykum al miskin, afadhali, lakini miskinu hata mmoja basi. Jamaa alikuwa na roho mbaya kweli kweli hawa tena ndo mvuno wao wa kwanza, angalau wangesema jamani, huu mvuno wa kwanza angalau tuwape maskini, alafu mvuno wa pili na wa tatu ndio tule sisi. Ule wa mwanzo basi wameweza kufanya ukaidi waghada wa ala hardin qadirin, na wakatoka asubuhi ya mapema katika shamba lao wakiwa wanadhani kwamba wao wataweza kuwanyima maskini. Qadirin, wanadhani kwamba wao watafanikiwa katika jambo lile, kumbe hawajui mipango yote iko kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu washafanya kijambo chao huko tayari, malaika wa Mwenyezi Mungu washalizukia shamba, washalipja moto, wao wanatoka na furahi leo Anasema falamma raauha, walipofika katika lile shamba, walipoliona tu, qalu, wakasema inna ladhalun, leo tushapotea njia, leo ndio shamba letu hili, tushapotea njia sie. Hapa kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, tumepotea njia, maana yake hii sio njia yetu hii. Tafsiri ya pili, maana yake ladhalun, maana yake tumepotea njia ya itikadi, maana yake maamrisho ya Allah hatujafuata, tukataka yale tunayotaka sisi, tukafuata yale tunayotaka sisi, tumepotea ile njia ya sawa ya haki. Zote ndizo sie tumepotea. Qalu bal nahnu mahrumun, sie tumenyimwa. Qala awsatuhum, akasema yule wa katikati. Kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, akasema yule ambaye wakati kati kiumri, maana yake alikuwa yuko mkubwa wakati na mdogo wao. Sasa anasema qala awsatuhum, wakati kati kiumri. Lakini wengine wakatafsiri kwamba qala awsatuhum, akasema yule ambaye kidogo ana akili, kidogo anajielewa, na hii kidogo ndio inaelekea. Qala awsatuhum, akasema yule ambaye kidogo anajielewa, alam aqul lakum laula tusabbihun, si mmekwambia msifanye kitendo hichi? Inavyoonyesha mwanzo aliwatahadharisha, bisa ma tafalun, jambo baya mnalolifanya hilo msifanye. Hebu achana na sisi bwana, jikatae bwana, wewe utaki pesa wewe. Alam aqul lakum, sijakwambieni laula tusabbihun, msabih Mwenyezi Mungu. Qalu, wakasema subhana rabbina inna kunna dhalimin, utakasifu ni wake. Eti hapa ndo anaanza kumsabihi Mwenyezi Mungu. Unakumbuka shuka asubuhi wakati mambo wa shakula? Wapi? Inna kunna dhalimin, sisi tumedhulumu.
fa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatalawamun, wakaanza kulaumiana wao kwa wao. Qalu, wakasema ya wailana, ole wetu sisi, inna kunna taghin, tumekuwa ni wenye kuchupa mipaka. Asa rabbuna, huenda Mola wetu, an yubdilana khairan, akatupa labda shamba jingine akatubadilishia khairi. Inna ila rabbina raghibun, hakika sisi kwa Mola wetu tunajipendekeza, manake tunarudi kwao. Hapa baadhi ya wanazuoni wakasema kutokana na aya hii raghibun, manake tunajipendekeza kwa Allah, inavyoonyesha baadaye walitubia hawa, walitubia. Zipo kauli hizo. Sasa Allah anasema kadhalika aladhab, kama tulivyoadhibu watu wa shamba kipindi hicho, na hawa wa Maka waache tu wafanye ukaidi wao, na wao tutawadhibu vile vile, tutawadhibu. Wala adhabu al-akhirati akbar, lakini adhabu ya akhira itakuwa ni kubwa zaidi. Lau kanu yaalamun, laiti kama wanatambua. Halafu baadaye hapo Allah akazungumza kuhusu wacha Mungu, akasema inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, hakika wacha Mungu kwa Mola wao wana mabustani yaliokuwa na neema, atakuwa katika pepo zenye neema. Halafu Allah akasema afanaj'alul muslimina kal mujrimin, hivi kweli tufanye usawa kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Hawezi akawa sawa. Malakum kaifa tahkumun, mna nini nyinyi makafiri mpaka mnatoa hukumu hii kwamba nyinyi ni bora kuliko Waislamu? Am lakum kitabun fihi tadrusun, haya madai mnaoyatoa kwamba nyinyi ni bora kuliko Waislamu, je, mmeyatoa kwenye kitabu? Mmetoa kitabu gani? Maneno yenu ni mazuri, lakini umepata kitabu gani? Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun, je, katika hicho kitabu chenu ambacho mnacho, na kitabu hamuna, msijidai, na kama mnacho hicho kitabu chenu ambacho mnatoa madai haya, yamo mambo ambayo ndio mmeyachagua hayo mnaoyasema. Am lakum aymanun alaina, au katika misemo hayo madai yenu hayo mnaoyadai muna viapo juu yetu sisi, balighatun ila yaumil qiyama, viapo hivyo vitakufikisheni nyinyi mpaka siku ya kiyama, siku ya hukumu ya kujulikana nani na nani alikuwa mkweli na nani muongo. Inna lakum lama tahkumun, katika hicho ambacho mnakihukumu. Saluhum ayyuhum bidhalika za'im, waulize hao makafiri ni nani. Saluhum ayyuhum bidhalika za'im, manake ni nani ambaye ni mbora kati ya sisi na nyinyi. Am lahum shuraka, au wana washirika, faliyatu bishurakaihim, basi wawalete hao washirika wao au mawakili wao au mashahidi wao, in kanu sadiqini, ikiwa ni wa kweli. Halafu Allah akazungumza siku ya kiyama akasema yauma yukshafu an saqin, siku ya kiyama ni siku nzito, ni siku ambayo muundi utafunuliwa. Huu muundi utafunuliwa manake nini? Mtu atakunja nguo yake kwa ajili ya kwenda mbio kutokana na kishindo cha siku hiyo. Haina maana kwamba hichi kitendo kitatokea, maana yake Allah anakusudia uzito wa siku ya kiyama. Wayudauna ila sujudi fala yastati'un, hapo watu wote watatakiwa wasujudu. Watu wote watatakiwa nini? Wasujudu siku hiyo ya kiyama. Fala yastati'un, makafiri wao watakuwa hawawezi kusujudu. Sasa hapa kidogo tusimame kidogo tu hapo. Kwa nini watu ambiwa wasujudu siku ya kiyama, na siku ya kiyama ninaambiwa hakuna ibada? Ibada ni hapa duniani. Tuazini kabisa, alafu tumalize kipande cha aya kilichobaki. Sabakisha aya chache tu. Kwa nini waambiwa wasujudu watu? Maulama wanasema Al-Fakhru Razi katika tafsiri yake ya Tafsirul Kabir au Mafatihul Ghaibi, na wengineo wanasema kwamba sijida hii sio sijida ya ibada. Hii sijida ya mtihani. Ni sijida nini? Sio sijida ya ibada, ni sijida ya mtihani. Kivipi? Siku ya kiyama kuna mambo mengi yanatokea. Wataambiwa watu wote, wakati ambao watu wako katika uwanja ule wanasubiri hukumu zao, wa peponi ende peponi, wa motoni ende motoni. Wataambiwa mnataka kwenda peponi, watu watasema ndio tunataka sote, nataka kwenda peponi. Kila mtu atajibu nataka kwenda peponi. Allah atasema basi, au kama yule atakayezungumza nao kama ni malaika, lakini yoyote atakayokuwa, ataambiwa kuna mtihani mmoja, interview nitakupeni, atakayeweza interview hiyo ataenda peponi. Kila mmoja akawa anajiandaa, makafiri, Waislamu, nitaiweza hii, maana ina maana kwa nikiweza mtihani huu ndo peponi. Ndio, lakini mpaka uiweze. Haya,
wataambiwa sasa, atakayeweza kusujudu ataenda peponi. Wale atakayeweza kusujudu tu kusujudu, wakaona labda ni jambo rahisi. Wale makafiri wanapiga mdedea hivi, wataambiwa haya, sujuduni. Waislamu na waumini wataenda mpaka chini, wataporomoka, watasujudu mpaka chini. Wale makafiri baba, kila wakitaka kusujudu migongo haipindi, kila akijaribu siwezi, mgongo haupindi, utafikiri umetiwa chuma hivi. Waislamu hao simple tu, wanainuka wanaenda peponi. Unaenda unasujudu pale ambapo apita, unaenda unasujudu pita. Yule mwingine kafiri akitaka kusujudu, kila akijaribu kaa pembeni kwanza, usitucheleweshe muda, tuna mambo mengi ya kufanya. Hii Allah ameiweka maksudi kuja kuwakomoa makafiri, na ili malipo iwe jazaa na wifaka, yani malipo kama walivyotenda. Hawa makafiri wametenda nini? Duniani hawajataka kumsujudia Allah kwa kuingia misikitini wakaswali, wakisikia Allahu akbar Allahu akbar, wao haendi msikitini wakaswali. Hawakutaka kumwamini Mwenyezi Mungu. Sasa madhali hawakutaka kumsujudia Mwenyezi Mungu duniani, na hapa sijida hawatoiweza, na nimefanya hivi maksudi ili nipate kumjua, na sio kama simjui kwamba ni nani muumini na nani, na wajua vizuri, ili kuwakomesha hawa makafiri, na hawatoweza kusujudu. Maksudi awakomoe tu, basi pale makafiri ndio watajuta kwa nini wamepinga maamrisho ya Allah huku duniani. Haya, si mnasema sijida ni rahisi, sujuduni, basi hawawezi, hao wanaenda motoni. Sasa ndo Allah anasema yauma yukshafu ansaki, hiyo ni siku nzito. Wayudauna ila sujud, watu wote watatakiwa kusujudu, Waislamu na makafiri, lakini hawa makafiri fala yastati'un, wao hawatoweza. Kitakachotokea baada hapo ni nini? Khashi'atan absaruhum, zile nyuso zao zitakuwa ni dhaifu, zitakuwa ni dhalili. Maana yake wataonesha sura za huruma, kwa sababu ndo wanaenda motoni. Absaruhum tarhaquhum dhilla, zitafunikwa na udhalili. Waqad kanu yudauna ila sujudi wa hum salimun, hali ya kuwa hawa duniani walikuwa wakiitwa kwenda kuswali, hawaendi. Wa hum salimun, hali ya kuwa ni wazima, si wagonjwa. Yudauna ila sujud, hayya ala sala, njoni mswali, njoni mswali, njoni kwenye mafanikio, hawendi. Wa hum salimun, hali ya kuwa ni wazima, hawana maradhi yoyote. Sasa kama ameshindwa kumsujudia Mwenyezi Mungu huko duniani, na hapa atashindwa. Allah anasema fadharni, niacheni, waman yukadhibu bihadha alhadith, niacheni nidili na huyu ambaye amekadhibisha mazungumzo haya ya Qur'ani. Sasa niachieni mwenyewe nimshughulikie huyu ambaye amepinga. Siku ya kiyama Allah atadili na yule kafiri, atamuingiza motoni. Fadharni waman yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, au duniani hapa nitampuruzia, nitamjazia makapu yake kiasi ambacho yeye mwenyewe hajui. Wa umli lahum, ninawajazia tu makapu yao. Inna kaidi matin, hakika vitimbi vyangu ni vikubwa, ni vizito. Am tasaluhum ajran, wana nini makafiri mpaka wasikuamini wewe Muhammad? Kwani unawaomba pesa? Fahum min maghramin muthqalun, ikawa wao tozo ya pesa ambao unawadai ikawa kuna uzito katika kutoa pesa hizo. Je, wewe ukiwalingania hao makafiri unaambia akupe pesa, ndio akawa hawana uwezo wa kutoa pesa, ndio maana hawakuamini? Au imani lazima atoe pesa? Hawatoi pesa hivyo. Yani Uislamu unaingia bure, lakini hawautaki pia, hununui kwa pesa Uislamu. Am tasaluhum ajra, au Muhammad wewe unaomba pesa? Sijekuwa unaomba pesa hawa. Fahum min maghramin muthqalun, ikawa hawana uwezo wa kutoa pesa hizo, ndio maana hawaingii katika Uislamu. Maana Allah anajaribu kutafuta kila sababu, anawatafutia kila sababu, lakini hii haingii. Labda hawa atakuwa hivi, labda atakuwa hivi, labda atakuwa anadaiwa pesa, lakini naona zote haziingii. Ni kiburi tu alichonacho, hana lolote. Am indahumul ghaibu,
fahum yaktubun, au wana habari ya ghaibu, wanajua ghaibu akawa wanaandika katika vitabu vyao kwamba siku ya kiyama watapata pepo pamoja na kafiri wao. Anamalizia na paragrafu ya mwisho, anasema fasbir li hukmi rabbika, Muhammad vumilia na subiri hukumu ya Mola wako kutokana na vitimbo wanavyokufanyia hawa. Wala takun kasahibil huti, wala usiwe kama yule mwenye chewa, yani Nabii Yunus, idhnada wa huwa makdhum, alipomwita Mola wake hali ya kuwa yeye amepata muhaho, amehumiwa, yuko katika tumbo la chewa, amekuwa na hasira. Nabii Yunus alayhi salam ndo anayezungumzwa hapo. Aliwalingania watu wake, wakawa hajataka kumwamini, akakasirika, akaachana nao, akaelekea katika safari ambayo Allah hakumpa ruhusa. Kufika kule jahazi ikawa inayumba, kuna mkimbizi, ikapigwa kura ikamwangukia Yunus, huyu mja mwema asitupwe. Ikapigwa tena Yunus, mja mwema asitupwe. Ikapigwa tena kura, Yunus kaingia mwenyewe. Allah anampa amri chewa, ya hut, ewe chewa, kuna mja wangu anakuja, mmeze, lakini nakupa maagizo, la tukassir adhaman wala taakul minhu lahman, usije ukavunja mfupa wake wala usije sikitoyo hicho. Chewa akaitikia amri ya Mola wake, akammeza Nabii Yunus. Sasa hapo ndo kuna sadiki ukipenda tele, sadiki ukipenda. Wengine wanasema yule chewa alimmeza Yunus, akaja chewa mwingine mkubwa akammeza, ikawa dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dh. Ala kulli hal, Nabii Yunus akawa hakuna budi, lazima aelekee kwa Allah, akaanza kumuomba Allah dua. Baadaye Allah akaitikia dua yake, fanubidha bil ara, akatemwa katika ufukwe. Ndio hii kesi inazungumzwa hapa, fasbir li hukmi rabbik wala takun kasahibil huti idhnada wa huwa makdhum laula, kama situ antadarakahu ni'matun, kama si kwamba zile neema za Allah kumfikia yeye, kumdiriki yeye huyo Yunus, min rabbi, kutoka kwa Mola wake, lanubidha bil arai wa huwa madhmum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil arai wa huwa madhmum, manake engetupwa katika ufukwe hali ya kuwa yeye ni mwenye kulaumiwa. Fajtabahu rabbuhu, lakini Allah akamchagua, akamkubali na kumpokea. Fajalahu minas salihin, akamjalia katika waja wema. Halafu Allah akasema, wa in yakadu alladhina kafaru, wanakaribia wale waliokufuru, la yuzliqunaka, wa kuangusha wewe Muhammad bi absarihim, kwa macho yao, lamma sami'u dhikra, wanaposikia hii Qur'ani inasomwa na wao inawachoma, wayakuluna, na wanasema innahu la majnun, hakika Muhammad ni mwendawazimu. Sasa hapa ndo tumalizie. Nimewahi kukwambieni kwamba kuna munasaba wa hizi sura hizi. Sasa hii suratu Al-Qalam inafungamana na sura ya nyuma ambayo ni Mulki. Kivipi? Katika suratul Mulki tumetaja aya inasema kwamba makafiri wanatamani bwana mtume afe, wanatamani bwana mtume afe na maswahaba zake. Ndio ile kul araaitum in ahlakani Allahu wa mamaya au rahimana, mnaonaje kama mimi nkifa, kama mnavoomba dua au mnavoniombea mimi nife, nani atakayekuokoeni na adhabu za Mwenyezi Mungu? Kamalizia kwamba makafiri wanatamani bwana mtume nani vipi afe, aya za mwisho. Na katika suratul Qalam mazungumzo yamekuja vile vile, mwisho makafiri wanatamani bwana mtume afe, kwamba wanatamani wamwangushe bwana mtume kwa macho yao, wanamwangalia, wanamtolea majicho hivi, majicho ya chuki na hasadi. Lamma sami'u dhikra, wanaposikia Qur'ani, wayakuluna, na wanasema innahu la majnun. Sasa tukija mnasaba uliokuwepo, mafungamano kati ya mwanzo wa sura hii na mwisho wa sura, tunakuta kwamba mwanzo wa sura Allah kataja uandazimu, akasema ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wewe Muhammad si mwandazimu wewe. Aya ya mwanzo hiyo, aya za mwanzo. Halafu na huku akasema wayakuluna innahu la majnun. Unaona, uandazimu mwanzo na uandazimu mwisho. Pana mafungamano kati ya mwanzo wa sura na mwisho wa sura. Halafu kuna mafungamano kati ya mwanzo wa maudhui na mwisho wa maudhui. Halafu kuna mafungamano kati ya mwanzo wa aya na mwisho wa aya. Yote hayo yamo humu. Halafu Allah akasema wama huwa illa dhikrun lil alamin, na haikuwa Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Walimwengu al-alamin wanasema al-jinn wal-ins,
yani majini na wanadamu. Na wengine wakatafsiri al-alamin, ukimtoa Mwenyezi Mungu vilivyobaki vyote vinaingia katika al-alamin. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri mukhtasari ya suratu al-qalam. Haya, kabla sijamaliza na kufunga kwa dua, nina kuwageni kwa leo, itakuwa ndo darasa ya mwisho inshallah. Nimepata safari kwa muda, safari ya kikazi kwa ajili ya kuendeleza harakati nyingine za kimaisha, na mbadala wangu sasa, yani darasa hii ya Ijumaa, darasa yangu ni Ijumaa. Leo nimekopa tu, asili anakuwa ni Sheikh Musaddiq, lakini kwa dharura ndo nimekuja mimi, lakini darasa yangu ni siku ya Ijumaa tu. Atakuwepo mwalimu atakuja kutusomesha somo la mirathi, na somo la mirathi ni somo muhimu sana, hakuna asiyejua somo la mirathi, na ni somo ambalo linahitajika katika jamii. Watu kila siku wanadhulumiana mambo ya mirathi, litakuja kusomeshwa somo la mirathi. Sijui tupo pamoja, sijui mmelipokea hili kuhusu mirathi vipi, tuko sawa kabisa? Nadhani ni somo ambalo hakuna mtu ambaye labda atalikataa, ni somo muhimu sana. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani nategemea kurudi, kwa sababu safari yangu itaanza siku ya Ijumaa mpaka tarehe 28 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi nitakuwepo Tanzania. Tutaendeleza harakati hizi za darsa baada salati al-asri. Tutaangalia kwa mujibu wa zile ratiba zitakavyokuwa na walimu watakao kuwepo. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo ningependa kukufikieni. Kubwa tu, naombeni dua zenu, nende salama, nirudi salama, na Allah anifanikishe katika lile ambalo mmeliendea kwake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا